Habari za mchana watu wana na binti za Mungu. Wangapi wana furaha siku ya leo? Basi nimefurahi kuona mikono yenu, na nafikiri pia mchungaji amefurahi kutuona washiriki wake tukiwa tumekuja kwa furaha kwa ajili ya kumfanyia huduma ambayo ni sahihi, kwa sababu ametufanyia mambo mazuri. Nafikiri kila mmoja ameweza kuguswa na mchungaji. Yuko ambaye hajawahi kuguswa na mchungaji na huduma yake? Hebu nione mikono ya washiriki wote ambao huduma ya mchungaji imewagusa tangu alipofika katika kanisa letu la Mbezi Luis. Nashukuru kuona mikono hiyo. Basi kamati yetu ya huduma ya kumtambua mchungaji, nitasoma majina. Mimi nikiwa kama mwenyekiti naitwa Monica Nyirabu au Monica David. Lakini pia nilikuwa na wajumbe akiwemo Beatrice Chua, naomba wapungie washiriki mikono. Tulikuwa na mzee Azaria Kisaka, nafikiri hajafika. Lakini pia tulikuwa na mzee John Masululi. Tulikuwa pia na mzee Nyenyembe kwenye hii kamati. Tunaomba upungie washiriki mikono. Basi kwa maneno hayo machache, ninaomba nimkaribishe MC wetu aendelee na program. Washiriki ni waombe tujitahidi kumfanya mchungaji wetu afurahi, aone jinsi tunavyompenda. Unaonaje ukifika mahali ukapokelewa vizuri? Unajisikiaje? Unajisikiaje? Au ukafika ukakaa mahali ambapo pana amani? Nimetangulia kusema kwamba nani ambaye hajaguswa na mchungaji wetu? Tukanyoosha wote kwamba tumeguswa na mchungaji wetu. Kama tunatambua huduma yake aliyoifanya kwetu, basi tusisite kuja hapa mbele kwa ajili ya kumshika mkono. Sio lazima uwe na zawadi kubwa. Chochote ulicho nacho, madamu umekitoa kwa moyo, kitafanya kazi kubwa kuliko unavyofikiri. Watu wanafikiri zawadi ni kitu kikubwa. Pia upendo ukiwa ndani yetu, tutakuwa tumefanya kitu kikubwa sana, kwa sababu tunaamini hata mchungaji wetu anatupenda. Ninashuhudia kuna wakati nilipata changamoto na nilifika mahali nililichukia kanisa la Mbezi, lakini mchungaji alinitembelea nyumbani kwangu na kuongea na mimi maneno mazuri sana. Ukweli nilikuwa nimefika mbali sana, lakini kwa maneno ya mchungaji alinihamasisha, na nitaendelea kudumu katika kanisa langu la Mbezi nikimtumainia Mungu. Na katika dunia hii vikwazo ni vingi, lakini hatuna budi kuvishinda. Kwa hiyo tuombeane. Huenda hata mimi kuna mahali nimekukwaza, naomba tusameheane. Lakini huenda kuna mahali pasta wetu ametukosea kwa namna nyingine, labda kwa kutuonya au kwa kuongea kile ambacho hakikupendeza. Tusameheane, kwa sababu hatuwezi kwenda mbinguni kama hatuwezi kusameheana. Hakuna watu watakaoenda mbinguni wenye chuki. Kwa hiyo niwaombe wana Mbezi, tuonyeshe upendo kwa mchungaji wetu, lakini pia na sisi mchungaji tunakuomba ukatusamehe na uzidi kutuombea, kwa sababu wote tunatamani kwenda wapi jamani? Wangapi wanatamani kwenda mbinguni? Basi kwa maneno hayo machache, nimkaribishe MC aendelee na programu yetu kwa utaratibu. Nikipita katika kurasa za General Conference nikakutana na habari hii ya Pastor Appreciation Day Sabbath October 11, 2025. Lakini nikakutana na habari za Yesu akimuuliza Petro maswali matatu, swali linalojirudia. Sikuzingatia sana majibu ya Petro, maana ninamfahamu Petro. Nilichokizingatia sana ni kwa nini Petro ndiye atumike kama mfano wa siku hii ya kutambua huduma ya mchungaji. Petro huyu alionekana Yesu, tunamtumiaje kama mfano? Kwa hiyo nilikuwa inspired kumsoma Petro. Mimi na wewe tunapaswa tumtambue Petro katika habari ya utume.
Petro alikuwa mojawapo wa wanafunzi wa Yesu, lakini mwenye sifa za kipekee sana. Namba moja, yeye ndiye alikuwa mwanafunzi mwenye umri mkubwa kuliko wanafunzi wengine wote, na hata pia Petro alikuwa mkubwa kwa Yesu kwa umri. Namba mbili, huyu Petro wakati Yesu amefufuka, Mariamu Magdalena alipokimbia kuwajulisha wanafunzi wa Yesu, ni Petro na Yohana ndio waliotoka mbio kwenda kuangalia kaburi lile ambalo Yesu hayupo. Yohana alikimbia sana kuliko Petro. Kwa nini? Kwa sababu Yohana alikuwa mdogo kwa umri, kwa hiyo mbio zilikuwa nyingi. Lakini yeye alipofika, Yohana hakujua cha kufanya. Alipofika Petro, yeye ndiye aliyejua cha kufanya, na ndiye aliyeingia kwenye kaburi, na ndiye aliyegundua habari za ile leso iliyokunjwa pembeni mpaka na habari zingine. Kwa hiyo Petro ni mwanafunzi wa kipekee sana wa Yesu. Hivyo kupitia Petro tunagundua alipewa kazi ya kulilisha kundi. Yesu anamuuliza maswali mara 3 na kila akimjibu anamwambia, chunga kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Pastor, karibu. Tungetamani tujue safari yako ya utume. Na kwa kwanza tuanzie hapa. Huu ni mwaka gani, Pastor? Hapo ni 2016. Yes. Karibu. Hapo ni 2016 nikiwa mchungaji wa Kibaha na Kongowe Kati. Hapa tayari ulikuwa ushakuwa mchungaji? Nilikuwa nimeoa, hivyo viatu nilivivaa siku ya harusi. Ilikuwa kama miezi michache hivi. Basi tungependa utushirikishe wito wa kichungaji. Mimi ninakutambua kama mwanasheria ambaye ni graduate wa chuo kikuu cha Mlimani, lakini safari hiyo ya kuitwa wakili msomi kaza katika kulichunga kundi la Mungu. Tafadhali tushirikishe kwa kifupi safari ya kichungaji na wito ulivyokufikia mpaka kwa huduma. Karibu. Safari ya kichungaji ninadhani ilianza tangu nikiwa mdogo. Nilipoanza kujitambua, tulizaliwa katika kijiji ambacho kulikuwa na kanisa. Tulikuwa tunasali, kanisa letu nyumbani kwetu lilikuwa karibu na kanisa. Kwa hiyo nilivyoanza kujielewa, siwezi kukumbuka, kama miaka 6-7 hivi alikuja mchungaji kanisani kwetu. Enzi hizo unakuta mchungaji anaweza kuja hata miezi 6 yupo. Kwa hiyo nilibahatika kumsikiliza. Siku alikuja, watoto wote tukahudhuria kwa wakubwa. Alivyokuwa na ubiri, moyo wangu ulikuwa unachemka. Yaani nikatamani kuwa kama yeye. Hapo ndipo ninakumbuka. Na ninamfahamu huyo mchungaji bado yuko kazini. Kwa hiyo nikaanzia hapo. Nilikuwa tuko lile darasa la kwanza kabisa la adventure. Nikaanza kusali kabisa. Ninakumbuka kila Sabato naenda, hata kama wazazi wasipoenda nikaenda. Baadaye tukafundishwa PFC na nini. Nilivyomaliza darasa la 7, nilivyofika darasa la 6 nikabatizwa. Nilivyokuwa nikimuona mchungaji au mhubiri anahubiri, mhubiri mwinjilisti mlei, moyo wangu ulikuwa unachemka, bado kile kitu kilikuwa kinakuepo. Kwa hiyo nikawa serious, nikawa najitoa, naenda kanisani. Na mwalimu wa PFC alifanya kazi kubwa, akanifundisha, ni kama aligundua kitu, akawa ananipa program. Nilianza kuhubiri nikiwa darasa la 6. Kule kwetu wa Sabato walikuwa wengi, kijana mdogo kuhubiri ilikuwa ni issue. Kwa hiyo siku hiyo nimehubiri, wakaja watu nyumbani kunipa hongera, kuwasalimia wazazi, kuniletea zawadi. Nikaona ni kitu kizuri. Kwa hiyo nikajitoa. Nilipomaliza darasa la 6, la 7, la 6 nimebatizwa, la 7 form 1 nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa ASA. Na tukafanya vizuri sana kipindi hicho. Form 2 wakanichagua kuwa katibu wa kanda ya Ikizu. Ilikuwa kubwa, unatoka Ikizu mpaka Butiama, Busegwe, tukawa tunaenda. Kuna tukio moja nalikumbuka, siku moja tulikuwa na wale wakubwa form 6 form ngapi, tukaenda kwenye mkutano, tunaendesha baskeli umbali mrefu kabisa. Nilivyokuwa nikirudi jioni, ile njiani nikakwama. Mimi ndo nilikuwa mdogo, miguu misuli ikakwama,
wakaibeba basikeli yangu na mimi mwingine akanibeba. Kuna mtu tulikutana naye hapo, tulikuwa naye akawa ananikumbusha. Kwa hiyo ikawa inanitia moyo. Nifika form 3 kanisa wakaona kwamba ninaweza kuwa mwinjilisti mlei, wakanipanga kwenye mahubiri. Kwa hiyo nikahubiri eneo moja kule Nyamswa, maeneo ya Ikizo. Katika lile hubiri Mungu alifanya mambo makubwa. Hapo ndipo nilianza sasa, kutokea hapo ndipo nikaweka moyoni mwangu kwamba kwa kweli sasa Mungu amenitaka niwe mchungaji. Katika yale mahubiri kulikuwa na watu wengi walikuwa wanadondoka mapepo. Na katika wiki ile ya mahubiri shuleni kwetu sijui kulitokea nini, mapepo watu wanaanguka sana kwa wingi. Na namkumbuka dada mmoja akafukuza mkuu wa shule aliyekuwa amelipuka mapepo. Hasa nikawaambia wenzangu kwamba watu wajitokeze 11 na mimi wa 12, tukaunda timu. Na tulivyomaliza kuunda timu hiyo hapo kuna watu wakaanguka. Hasa nikaenda nikaomba kidogo tu. Yaani nikataka kuweka mkono hivi, yule wa mapepo akalia, mara moja akanyamaza, akawa amepona. Na walivyokuwa wanaanguka tunaenda tunaombea. Dakika chache, ndani ya wiki moja shule ikatulia na mahubiri yale yakaendelea. Tukabatiza watu 46. Mimi ndo nilikuwa nahubiri. Mkuu wa shule yule akaniita kwenye paredi yote shuleni, akasema wewe ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor, tunashukuru sana. Asante. Kwa hiyo tokea hapo nikajitia moyo. Safari ilianzia hapo. Asante sana. Jamani, mnasemaje? Wow, tuendelee. Hapa hapo bado nilikuwa mchungaji wa Kongowe hapo. Hapa ni Kongowe. Ndio. Tuambie ule uzoefu ulipohudumu sasa kwa mara ya kwanza kama mchungaji wa kanisa. Experience ilikuwaje? Uzoefu ule wa kipekee kabisa kwamba sasa ni kanisa hili linahitajwa na mimi. Nilikuwa na furaha. Yaani nilikuwa na excitement kubwa na furaha kubwa sana. Nilivyokuwa mchungaji nilikuwa na furaha kubwa kabisa. Hiyo ndio ninaweza nikasema, na nilifanya uchungaji kwa furaha. Sikujuta. Nilifanya kwa furaha. Na niliona kwamba huduma ile inawabariki watu. Amina. Hiyo ndio experience ninayoweza kusema. Asante sana. Katika kazi ya uchungaji. Kuna matukio mengi. Japo miaka ya kwanza nilikuwa tuna uchungaji haukuwa na complication kwangu katika lile kanisa. Lakini basi siku moja nilikuwa hapo nadhani mwaka huo nilikuwa na mzee wa kanisa, mtu mzima kabisa. Alikuwa na mvi, mtu mzima, babu. Mimi alikuwa babu. Alikuwa ni mzee wa kwanza. Na ninahisi sikuenda naye vizuri. Aliita baraza, mimi sikuwa na taarifa, na baraza likamtia shida. Nilipopata taarifa nikampigia simu, akasema haina shida, tutayaongea. Sasa nilivyokata, alikuwa anagomba kwenye simu yake, kumbe akukata. Akagomba sana, alikuwa na mke wake. Mbona ameongea tu vizuri? Akagomba sana yule mzee. Sasa mimi nilikuwa naishi Picha Ndege. Yule mzee alikuwa Kongowe. Nikasafiri. Ile simu nilikuwa na kagari fulani hivi kadogo. Nikasafiri. Mpaka nafika anaongea tu. Nikafika nikamwambia, babu, naomba unisamehe sana mzee wangu. Yule mama akashangaa, nikanyenyekea kabisa, nikasema unihurumie kama nimekukwaza mzee wangu, sikuwa na nia hiyo. Unajua yule mzee naye akashangaa, akasema ilikuwa simu inasikika? Nikasema ilisikika baba, mpaka sasa hivi inasikika. Unihurumie, unisamehe. Unajua tukaomba pale dukani kwake na mke wake alikuwa hapo, ile kwangu ilikuwa nilijisikia vizuri kwa sababu Mungu aliniwezesha kunyenyekea na kumsaidia yule mzee. Na yule mzee akanipenda sana. Hilo kwangu niliona kwamba lilikuwa na uzoefu. Amina. Asante sana pastor. Asante.
Ni changamoto gani kubwa? Nadhani mwenyewe umeshare nasi hapo, tunaomba tuendelee. Tuongelee habari ya TUCASA, Recruitment to Pastoral Ministries. Combination yenu nyinyi watu wawili, kina Pastor Minota, kumbuka ili wa recruit vipi katika huduma hii mnayoifanya sasa hivi? Ukianzia TUCASA hiyo ambayo mlikuwa ni viongozi. Kwanza chemistry yako na Pastor Metusela Masunga ni namna gani mpaka mkifikia hapa? Siku moja unaniambia mlisoma wote mahali fulani hivi, karibu. Pastor Metusela Masunga tulikutana naye Tabora Boys. Tulikutana naye Tabora Boys na yeye alikuwa mwenyekiti, alikuwa anatokea kanda ya Bariadi kama mwenyekiti wa TUCASA wa kanda. Mimi nilikuwa natokea Ikizu, nilikuwa katibu wa kanda. Kwa hiyo tukashare experience na tukaanzisha program iliyoitwa Ujumbe wa Malaika Watatu pale Tabora Boys. Lengo lilikuwa ni kufundisha Ufunuo 13, Ufunuo 7 na Danieli 2. Na tukasema tutakapokuwa tunapata break tunafundisha. Kwa hiyo tukapata vijana wa Orevo tukawafundisha. Ile programu ilivuna sana watu wengi sana kutoka TYCS na kutoka Kasfeta wote, na wengine ni viongozi, ni wachungaji baadhi. Kwa hiyo tukaanzia hapo. Kwa hiyo baadaye nilikuwa nimepangiwa bweni tofauti na yeye bweni tofauti, tukaenda tukaishi room moja na wengine wapo, lakini tukaishi room moja. Nikachaguliwa kwa mwenyekiti na yeye akawa katibu wa mwenyekiti wa mkoa, yeye katibu wa mkoa. Tukatembelea hiyo mkoa wa Tabora kwa ajili ya kurekebisha na kuimarisha vyama vya ASA. Bahati nzuri tulivyomaliza tukafaulu wote pamoja. Yeye akaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam na mimi nikaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, akawa anafanya computer science, mimi nikafanya sheria. Nilikuwa nimepanga hapo Kimara Korogo mwanzoni kabisa. Yeye wakakaa kikao Mabibo Hostel, wakachagua mwenyekiti ambaye amepanga nje, na yeye ndio alikuwa amewaambia. Wakasema tumekuchagua kwa mwenyekiti wa Mabibo. Kwa hiyo nikatoka huku nikahamia Mabibo Hostel, wakanitafutia room. Tukaishi room moja mpaka miaka yote tulipomaliza. Amina. Kwa hiyo nyinyi mkiwa advance mna taraza ufunuo wote kabisa. Siku moja asubuhi hivi nilikuwa nafundisha vijana wa Katoliki. Mwenzangu mmoja alikuwa anasoma PCM, alikuwa mwenyekiti wa Lutheran. Amelala juu. Huyu ninamfundisha vizuri Danieli 7, kumbe yule anasikia. Alivyoamka anasema, "Mango, unachosema ni kweli." Nikasema ni kweli kabisa, kimeandikwa. Twende unifundishe. Tukamfundisha. Jumamosi iliyofuata akabatizwa. Wow. Ni engineer anasali Bungoiri, ana mwanakamati wa kamati ya majengo ya hapa ofisini hapa Seki. Tangia siku hiyo ni mwimbaji wa kwaya. Aliyosikiliza tu. Kwa hiyo tuliicharaza ile na tulitamani kujua ile miaka tunajumlisha tunatoa. Ilikuwa nzuri sana. Wow, asante sana. Asante. Unapoona waumini wako wakikua kiroho katika chini ya utumishi wako, kwenye huduma yako hii huwa inakupatia feeling gani? Unapoona spiritual hawa watu kwa kweli tunakwenda vizuri. Ninapoona washiriki wangu nikisikia ushuhuda kwamba mshiriki wangu ana jambo jema, ana tabia nzuri, mimi najisikia vizuri kabisa. Na ninajisikia vizuri ninapoona mshiriki wangu anafanya huduma vizuri, anahubiri vizuri, anashuhudia, anafanya majukumu mazuri, anasimamia majengo vizuri. Kila mtu anayefanya vizuri, mimi moyo wangu una vibrate sana. Yaani ninajisikia vizuri. Na vice versa, nikisikia mshiriki kuna jambo ambalo sio zuri, najisikia vibaya. Na siku moja nilikuwa kwenye makambi, mhudumu mwenzangu akawa na share experience ya mshiriki wangu naye mjua. Akujua kwamba ninamjua. Siku hiyo ilikuwa mbaya kabisa. Niliumia kabisa. Baadaye nikamuita yule mchungaji nikamwambia tumuombe, huyo alikuwa ni mshiriki wangu. Kwa hiyo washiriki wangu wakiendelea vizuri, ninajisikia vizuri. Kwa sababu hata hivyo mchungaji au mzee wa kanisa tuna wajibu wa kiroho. Lile swali watakaloulizwa wazazi wa kawaida, liko wapi lile kundi kubwa? Hata mimi nikiwa mzembe nitaulizwa siku ya mwisho. Asante sana. Hii ilikuwa lini pastor?
Hiyo siku ilikuwa nzuri sana kwanza. Hebu sema tarehe kama sema tarehe. Hiyo ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 10 2016. Sawa sawa. Hiyo ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 10 2016. Wanapokuja vijana ambao ni wachumba ofisini kwako na wanaanza safari ya mchakato wa ndoa, ni upo unakuwa ushauri wako mkubwa sana kwao, ukizingatia wewe tayari rekodi hiyo iko kichwani kwako mpaka leo? Swali la kwanza nalo wauliza wamependana. Najitahidi sana kumuuliza mdada, umempenda huyu au umeshawishika? Yaani natamani sana kukonvisika kwamba amempenda yule kijana. Tuko pamoja. Na ninamuuliza pia kijana wa kiume, umempenda huyu? Hilo nikilipata ninawatia moyo wadumishe huo upendo. Kwa sababu safari ya ndoa ninaweza ukisema hivi kwa watu wazima hapo watanicheka kwamba una uzoefu, lakini nina uzoefu miaka 10, inaelekea miaka 10. Ninahisi kwamba safari ya ndoa inahitaji sana upendo. Yani mahusiano ya wale watu wawili ni ya muhimu kabisa. Kwa hiyo hilo ndilo huwa ninawasisitiza sana. Hilo nawasisitiza. Asante. Asante. Tuendelee. Mafunzo gani muhimu ambayo katika habari ya imani na uvumilivu katika miaka yako kanisani umejifunza kwayo? Pale tufani inapopiga kazi yako ya utume, ni mafunzo gani muhimu ambayo unaweza kushare nasi ambayo ni yanakupatia imani na uvumilivu hata katika nyakati hizo? Ni mimi nimejifunza vikombe vikikaa pamoja havina budi kugongana. Na katika changamoto nimejifunza kuomba. Mimi ni muombaji. Sio vizuri kujisema, ila mke wangu anaweza kushuhudia na marafiki zangu wa karibu. Ni prayer warrior. Huwa ninapigana vita kabisa. Ninakumbuka kuna miaka fulani katika utumishi, ninahisi sikueleweka vizuri, niliwahi kuitwa kikao cha nidhamu. Niliandikiwa barua na ilikuwa na mambo kadha wa kadha ambayo yaliniumiza kidogo. Nilifunga siku 40. Nikawa namuomba Mungu anisaidie kufanya tafakari. Kama nilienda mbali anirudishe. Kama ninatoka kwenye reli anisaidie. Na yale maombi yalikuwa mazuri kabisa. Na tokea hapo kila mwaka ile tunaanza siku 10, mimi huwa naanza siku 30 mwanzo. Washiriki wakifika kwenye siku 10 nina siku 20, zile 10 zinakuwa 40. Nimejifunza katika dhoruba, nimejifunza kuomba. Najua kwamba kila jambo nikimwomba Mungu atalitatua hata kama silielewi. Na nimejifunza pia ya kwamba palipo na watu wengi huwezi kutegemea tu maelewano kila wakati. Na kutokuelewana ni sehemu ya kawaida. Ile michakato ya kuturudisha kama mzee wa kanisa alivyosema ndio ya maana. Asante. Asante sana Pastor. Familia, tuongelee familia yako. Kwenye utumishi wako yenyewe imekuwa ni backup kwako kwa kiasi gani katika safari ya huduma ya kichungaji? Mke wangu ana asilimia kubwa sana. Na ninashindwa kujua mke wangu yeye anaupenda uchungaji hata muda mwingine kuliko mimi. Nina mambo mengi ambayo naweza nikashuhudia. Lakini kwanza tukiwa wachumba nilikuwa nina njia mbili. Ninajua kabisa ninapaswa kuwa mchungaji, lakini hiyo uliosema sheria hiyo ilikuwa inanikonvinsi sana kwa sababu nilikuwa na fursa. Na nikaifanya hiyo fursa. Mke wangu alipray role kubwa sana ya kunitia moyo kurejea katika kazi ya uchungaji. Na kwa yeye akashika karatasi na rimu na akaleta PC, akasema fanya ulichofanya, tukaandika, nikaitwa kuwa mchungaji. Tokea hapo ananikumbusha sana majukumu ya kazi ya uchungaji. Hata muda mwingine mambo ya kuomba ananitia moyo na kuniamsha katika maombi. Nilivyomaliza teolojia mwaka jana, nilipata fursa
ya kulipiwa kidogo masomo ya masters ya teolojia, lakini baadaye nikapata tena fursa kwamba ninaweza nikafanya masomo ya sheria na nikalipiwa tena asilimia kubwa kwenye sheria. Imekuwa ni changamoto. Mke wangu kila siku ananiambia usirudi kwenye sheria, Mungu ameshakuita, wewe ni mchungaji, kwa maana uchungaji, na anaongea ile kabisa mpaka ninaona kwamba basi. Kwa hiyo mke wangu ana kazi kubwa anaifanya, na akijua sijui nina kikao, nina nini, nina safari za kichungaji na nini, na ndiye ananiasesi kwenye kuhubiri. Nikiwa na hubiri ataniambia hivi na hivi, umefanya vizuri leo, umepungua kidogo, imekuaje? Na katika maisha tu ya kawaida ananiambia naona kama umepunguza maombi siku hizi. Kwa hiyo ana asilimia kubwa. Asante. Amina. Tuendelee. Hii siku unaikumbuka? Hiyo siku naikumbuka, umeandika ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 6 2024. Hapo ni Kionda, Morogoro. Ilikuwa ni siku ya kuwekewa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana siku moja ukawa relocated kwenda kuchunga mtaa mwingine, lakini hili tukio haliwezi kujirudia. Tuelezee uzoefu wako na what is the feeling hili tukio kiliona na backup kubwa ya watu wa Mbezi pale Kihonda SDA na huduma ya kipekee iliyofungua ukurasa mpya wa utumishi wako wa kuwekewa mikono. Karibu. Yaani ile tukio lilinipa furaha kubwa sana. Na hisi siku hiyo niliongeza kilo tu kwa kufurahia. Yaani I cannot explain. Ilikuwa ni siku nzuri na nilikuwa nilijisikia vizuri. Na nilijisikia vizuri zaidi nilivyoona backup yenu. Walisafiri na jinsi ambavyo lilipokelewa kwenye grupu na pongezi, na unajua na watu nyie washiriki wa Mbezi ni watu wazuri. Kwa kweli siwezi kucomplain. Nilipokea miamara. Bwana Yesu asifiwe. Washiriki wasema pastor ongera, it was good, ilipendeza. Na hiyo siku ilikuwa ni nzuri kwa kifupi. Amen. Na katika Mungu kama Yesu akichelewa kurudi nikafanya mpaka nikastaafu, Mbezi sitaisahau. Amen. Sini kama hizo picha. Unaona vile mkenge pale. Nimeona wote hapo. Asante sana. Tuongelee mentorship and leadership. Kuna wachungaji ambao kwa uzoefu wangu kwa muda mchache ambao nimekuwa chini ya uongozi wako, nimewaona ukiwa kushoto kulia mbele nyuma yako. Nikatamani ushare sisi. Namba moja ni hawa wazee wawili. Tunaye Oscar Madata Mashishanga, lakini pia tunaye Pastor Joshua Kianzi. Lakini nimalizie hapo pia tunaye Pastor Rupia. Hawa watu watatu, watumishi watatu wamekuwa ni viongozi na mentor wako kwa ukubwa gani. Na ukizingatia Pastor Rupia alikuwa nyuma yako wakati wa kuwekewa mikono, ndio alikuwa anakuledi. Na Mrs. Rupia alikuwa nyuma ya Mrs. Mango kwenye ile mistari. Karibu. Mentorship ya hawa wazee wawili na Pastor Rupia ambaye huyo ni agent wako kama sijakosea, au nizigani ni senior mkubwa kwako, inakuguide kwa namna gani katika utumishi? Karibu. Pastor Rupia si agent kwanza, ni mkubwa kabisa kwangu. Basi ananizidi kama miaka 10 hivi na ni mkubwa kabisa. Sawa. Sema Bwana amembariki mwili nzuri. Pastor Rupia sisi tulivyoingia kazini, yeye ndio aliwekewa mikono. Na kwa vile alikuwa ni kijana, alikuwa anafikika kati ya wale waliokuwa wamewekewa mikono. Tukiwa na issue yote ya ushauri, vijana wengi tuliokuwa tumeingia tulikuwa tunawasiliana naye. Na baadaye akapangwa kuwa mlezi wangu, mlezi wa mtaa wa Mbezi alivyokuwa Kibaha. Kabla ya hapo alikuwa ni rafiki yangu, tunawasiliana.
Kwa hiyo amechangia pakubwa kumoldi kazi na huduma yangu. Pastor Joshua Kianzi, sisi tulianza kazi, tulimkuta ni kati ya wale watu wazima, na hivyo tulikuwa tunaheshimiana, lakini tunamheshimu zaidi kama mzazi. Tunamheshimu zaidi kama mzazi, tunamuuliza, tunaongea na anaongea na sisi, na tunashukuru kwamba mwaka 2022 akachaguliwa kuwa katibu wa wachungaji. Katibu wa wachungaji kwa lugha nyingine ni mchungaji wa wachungaji. Kwa sasa wachungaji wote ambao wanakuwa chini ya mchungaji wa wachungaji wanalelewa na. Kwa hiyo kama kuna issue yoyote, social, personal, issue za ndoa, issue yani yoyote ile ya msongo ya kazi ya nini, yeye ndio anakuwa anasolve. Kwa hiyo nikawa naye karibu, na lakini pia kabla ya hapo tuliwahi kuchunga kusini wote hao tuliwahi kuchunga kule kusini. Rupia alichunga Mafia kipindi hicho, mimi nilikuwa Kilwa. Pastor Kianzi alikuwa Mtwara, mimi nikiwa Kilwa, na Mashishanga naye alikuwa Mtwara nikiwa Kilwa. Pastor Mashishanga is just a friend, ni rafiki yangu. Japo ni mtu mzima, lakini tumekuwa karibu katika huduma kwa muda mrefu huo niliyokuwepo kazini. Wapo wengine, sema tu hapo uliwaona hao, lakini wapo wengi kidogo. Lakini kwa kweli hao mara nyingi hapa tumekuwa tukiwaona mara kwa mara. Asante sana. Sasa on service hii ilikuwa ndoa ya ngapi kuifunga? Hapa sasa mikono umeshawekewa. Na before tuongelee mikono, mimi ninakumbuka siku umetoka kuwekewa mikono, hubiri ulihubiri hapa, ile Sabato umerudi kutoka kuwekewa mikono, mimi sitalisahau. Kwanza uliomba kwanza upewe masaa haya mawili. Kama ushiriki watakumbuka, uliomba masaa mawili na mtu asije akanung'unika. Na kwa kweli ile masaa mawili ilikuwa ina mikono yake. Bwana kubariki sana. Amina. Baada ya kuwekewa mikono, hii ni ndoa ngapi? Ni kama ya 7 hivi, 7 au 8. Okay, huyu bwana harusi nimemuona leo hapa. Sio yupo katikati yetu. Akupungie mkono, na kama ana zawadi yako. Huyu anaitwa Omari. Nilimuona kwenye ibada asubuhi. Alikuwepo. Yes, nadhani alifika. Na ubatizo, huyu bwana anaitwa Xavier. Sasa hivi simuoni. Aliniaga, alisafiri. Okay. Lakini anarudi. So on service matukio kama haya sasa ni frequently. Hayo ni frequent. Vijana tuna nguvu, kwa hiyo batizo ukiwepo anytime anywhere tunaenda kulingana na taratibu za kazi. Na ndoa tunafunga, kitabu kimeisha ile rifu imeisha na nimeenda kuchukua kingine. Sawa. Kwa hiyo Mungu anatubariki, ngoja tutumike. Bwana Yesu sifiwe. Amina, asante sana. Lakini kuna uzoefu mwingine wa kipekee unaweza ukashare na sisi. Naona ubatizo wao wenzetu huko classic kidogo. Ya hapo ni Nairobi. Hii ni Nairobi. Hiyo ni swimming pool ni kisima cha kutengeneza ama ikoje? Hicho ni cha kuama, ni movable. Movable, okay. Lakini kiko very classic na ni kizuri. Sawa sawa. Hapo ni Nairobi, kanisa linaitwa Starehe CDA Church. Ni wanaiweka tu popote kulingana na linajazwa upepo. Kule nyuma linajaa, wanaweka maji. Kwa hiyo kuna ngazi unapanda unaingia. Alafu wakimaliza wanatoa yale maji wanalikunja. Ule upepo unatoka wanalikunja. Ni kizuri. Ni kizuri na tunaweza tukakinunua pia. Sisi kanisa letu ni kubwa. Ndio nilikuwa nataka mambo kama hayo waongee sasa. Kwa nini tuandike kujaza maji kwenye visima vya watu kama tunaweza tukawarabia? Na maji yanakuwa safi muda huo yanatolewa. Okay. Kwa hapo ni Nairobi. Asante. Ile badge imeandikwa UOA BA Theology. Ndio. Na kwa bahati nzuri ukawa na mzee mwenzangu wa kanisa niliyoingia naye kwa mara ya kwanza kama mzee, na baadaye akatuaga kwenda kwenye kusoma theology na yeye. Kwa secular education na theology katika utumishi wa sasa vinakushape vipi kama mchungaji kuwa more divisional na mtu ambaye una upana mkubwa sana katika huduma? Vinanisaidia hususan
tunapofanya maamuzi, secular education niliyoipata ya sheria, tunapokuwa tunashughulika na mambo ya maamuzi ya kanisa, ninakuwa na tahadhari kubwa. Kama umenisikiliza hapa nilikuwa ninaongelea akidi, nikatamka kwamba akidi ni takwa la kisheria. Na ni kweli mkutano wote unaofanywa kama hiyo bodi haina akidi, ikitokea kesi yoyote wanaanza tu kwanza kuona uhalali wa kikao. Kama hakuna akidi haikufika hapo kesi haiendi mbali. Kwa hiyo kwenye maamuzi, kwenye mikataba tumefanya wote, tuko kwenye nani kule, tunajua tunakuwa na tahadhari, mkataba hakikisha uko vizuri na nini, na hata mahusiano na watu, hiyo imenisaidia. Lakini pia leadership skills, secular education pia ilitusaidia, tulipata kidogo principles of management za kawaida, zile za routine za kawaida, na leadership styles. Unaweza ukachange style hii, ukafanya hivi. Imenifanya kidogo ninakuwa na tahadhari, naenda extra mile kidogo kufanya mambo, na hata kama ni complication imetokea, ile knowledge ya kule haikufa, sio kwamba haikuwa na maana yoyote, inaweza ikanisaidia kuiapply, na nikicombine na theology ninapata kitu ambacho ni kizuri zaidi cha kufanya kazi. Asante sana. Na dunia sasa inataka watu kama hawa ambao secular education haijawaacha. Tunaelekea mwisho. Tuongelee habari ya maadili gani yamekuwa mwongozo wako katika uongozi wa familia na kanisa kwa umoja. Unamiji vipi hapo katika habari ya maadili? Ya maadili kwa kanisa tunafuata mwongozo wa kanisa. Sawa. Tunafuata mwongozo wa kanisa na maandiko matakatifu, na mimi ninaogopa sana kuwa libero. Ninaogopa kuachilia tu mambo yaende, kuwa libero. Ninakaa dikteta kwa mbali. Sawa. Ili mambo yawe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni lakini yako ka dikteta si lazimishi, ila tunafanya ushawishi ili turudi kwenye nini? Misingi. Kuachilia tu mambo yaende hivi, mimi nahisi kwamba Mungu anaweza akani held accountable kwamba mbona umeachilia tu. Kwa hiyo natamani maadili ya kanisa yawe mazuri, muziki tuimbe ulio mzuri, muonekano wetu uwe mzuri. Sijui tunaelewana watu wa Mungu. Ni kwa nia njema, mwisho wa siku tunapata faida ya uzima wa milele. Kwa hiyo mimi ninafuata ile misingi, kama ile conservative. Ninatamani ile an old religion. Sasa kwa familia, mimi nyumbani ni mpole. Nyumbani ni mpole, na tunaenda na watoto, ila wakikosea watoto tunawaelekeza vizuri. Sawa. Asante. Huko nyumbani nataka kusema sana. Majukumu ya kichungaji na maisha ya familia, work life balance, hii huwa unaweka vipi? Hiyo ni ngumu kidogo, kwa sababu kuna ratiba za kanisa muda mwingine ziko fixed. Kwa mfano makambi, mabaraza ya kanisa, au kuna wakati kazi tunatembelea juma la uamsho. Kwa kweli familia huwa ninakuwa kama nina neglect. Ninatoka asubuhi narudi jioni. Na wakati mwingine huwa natafakari sana kwamba kama huyo mtoto huyo mwingine mdogo wa pili, yani ananiulizia nikitoka analia baba, mpaka nikirudi jioni nakuta amelala wakati mwingine. Sasa kidogo kama mambo ya kanisa yako busy sana, huwa ninakuwa kama ninawapotezea kidogo. Lakini kama yakipungua, huwa ninachukua muda, ninakaa, tunaondoka. Ndo kama hiyo hapo tulikuwa beach, sijui ulipataje hiyo? Sasa ilikuwaje ukaenda beach unavaa kaunda hii pastor? Huko siku nyingine usivae hivi huko. Sasa utabidi uvae kama kina mashishanga hivi. Au ethics code and ethics zinakutaka hivi. Ile ya vijana, ile ya master guide. Sawa. Asante. Nasikia namna ambavyo imetuinspire sisi na pamoja na yeye kumulika nyuma safari yake na mbele tunakoelekea. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, namshukuru Pastor
Pastor, sasa unaweza kurudi pale kukaa. Nitaialika kwaya ya kanisa itatupatia wimbo mmoja, na mara baada hapo tutaingia katika zawadi. Kama una zawadi, muone Mama Nyirabu, hata yeye anarekodi vikundi na watu mmoja mmoja ambao wana zawadi. Alafu mara baada ya hapo kwaya ikimaliza, sasa tutaingia katika session ya zawadi. Zawadi hii ni picha ya mchungaji na mama mchungaji. Hapa hakuna watoto, kwa sababu safari ya watu hawa kinaji wote wataondoka siku moja, na watabaki hawa mnaoona kwenye hii picha. Kwa hiyo ofisi ya mchungaji inawatambua, na pia ofisi ikaona si vibaya kila mzee aliyeshika zamu ya mwaka huu akawa na signature yake na jina lake katika picha hii. Bwana Yesu asifiwe. Basi zawadi hii kama kawaida itaanzia kwa wazee, alafu mwisho itakuja kukabidhiwa. Karibu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mzee kiongozi, sasa karibu ukabidhi familia ya mchungaji. Picha hiyo imemisi signature za watu wachache sana, ila wazee wako wote tuko hapo pamoja na katibu. Bwana awabariki sana, nasi tumetambua huduma yenu. Asante sana. Katibu wakabidhi sasa mfuko wao Mama Nyirabu. Sasa ofisi ya mchungaji tutasimama nyuma ya familia ya mchungaji. Wao watakaa, sisi tutasimama nyuma yao, alafu tutapiga picha. Mama Nyirabu, sasa ile listi ya wanaofuata kwa zawadi, ile zoezi letu liende katika utaratibu ambao tumeuratibu. Karibu. Wanafuata mashemasi. Mashemasi, karibuni. Bila shaka kila watu wako tayari katika zamu yao, na ndio maana wametokea kwenye hii list hapa. Mashemasi, ninamwona mzee Joni, shemasi mkuu, karibu. Wakitoka mashemasi itafuata kwaya, mara baada ya kwaya wanaume wote. Karibu mzee. Asante. Kwa niaba ya idara ya mashemasi niwaite mashemasi wote. Mashemasi wote karibuni wa mwaka huu, mashemasi 52 mliopo. Karibuni mbele. Ni mashemasi jamani wanaohudumia mwaka huu. Wana zawadi ya pekee. Na mzee wetu mzee umekaa, wale tuende tuhamasisha. Jamani, huyu ni mzee wetu anaongoza idara ya mashemasi. Mzee barikiwe. Huyu mzee alitukusanya Jumamosi kwamba mashemasi na bado kufanya kitu. Wanaona wazee wanataka kugusa, lakini sisi tukasema tutatoa leo sabuni. Mashemasi wanatoa leo sabuni jamani.
jamani? Kwa kushirikiana mashemasi wote wamegusa mifuko ya watoa leo ya sabuni. Mzee wa idara, karibu Baneno kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kama idara tumeona si vyema kuacha kumtambua mchungaji wetu, maana kwa kweli yeye ndiye mshauri wa kwanza katika idara yetu, na ameweza kutushauri mengi, na pale tulipokuwa na mapungufu ameweza kuniagiza kama mzee wa kwenda washughulikie kesi ya ofisi ya wazee, na tumefanya hivyo. Kwa hiyo tunampongeza mchungaji na kumtakia kila la heri ya kwamba Mungu akusaidie sana katika utumishi wako, na mwisho wa yote akukumbuke katika ufalme wa mbinguni pale watakatifu watakapokaa, kama alivyosema ya kwamba wale wote ambao wamejumuika na kufanya kazi yake Bwana atawaheshimu. Kwa hiyo tunaomba na wewe ukashiriki katika mbingu ijayo. Bwana awabariki familia yote. Asante sana. Basi nimewalika na shemasi wa pekee. Mkimwona hapa ni mnyenyekevu sana. Mama Sikazwe. Simamwona jamani? Mke wa mwenyekiti wetu wa conference. Mama karibu. Karibu kwa neno dogo tu. Karibu sana. Vanessa asifiwe. Wangapi wamefurahi? Namuona mzee wa kanisa pale amefurahi. Punga mkono mzee wangu. Jamani, na sisi tunashukuru kwa idara ya mashemasi, kwa mchungaji wetu. Umekuwa ni sehemu ya kututia moyo kama viongozi wa kanisa, lakini tumebarikiwa na kazi yako, na sisi hatuwezi kukuacha nyuma. Sisi ndio wasindikizaji wako. Kwa hiyo tunakuombea Mungu akubariki katika utume wako pale unapokuwa unakutana na changamoto. Najua kazi ya uchungaji na changamoto nyingi, lakini pamoja na mzee wa kanisa alivyohubiri leo kwamba ni watu ambao ni wito, hakuna mchungaji ambaye ana kipato cha kutosha, lakini pamoja na hayo umekubali kutumika. Tunakuombea Mungu aweze kukubariki na pia akuongezee imani kwamba hii kazi sio yako, ni kazi ya Mungu. Hata kama utakutana na magumu, tunachokuombea ni kusonga mbele, kwa sababu hii kazi sio yako, ni kazi ya Mungu na Mungu atakutangulia. Sisi kama mashemasi wa Mbezi tuna kidogo ambacho tutakupatia, si kana kwamba ni kikubwa cha kukufanyia nini, ni kuonyesha tu upendo kama mzee wetu wa kanisa alivyosema. Mungu akubariki sana. Na mama, tunakushukuru sana kwa kumtia pasta wetu moyo. Tunaona pasta wetu ananawili, anapendeza, ni kwa sababu uko nyuma yake. Na wewe tunaomba uungane naye, usikate tamaa pamoja na magumu unayopitia, mara kuhubiriwa, washiriki tuko mbali, wakati mwingine hata mashemasi hatujafika nyumbani, lakini utatusamehe, hatujakuacha, tuko pamoja. Amina. Ubarikiwe Billiet. Huyu mama nimeshangaa sana. Pamoja mume wake ni mchungaji, lakini na yeye ameshika mfukoni akaleta kidogo akasema, John, hebu tumtambue mchungaji wetu. Unyenyekevu wa ajabu sana. Alafu kimuona ametulia, very humble, inapendeza kama John. Changia na hiki kidogo. Sakilala, una neno la kusema shemasi mkuu wa kiume wa kike msaidi? Hayuko wapi? Flora, una neno? Ndio kali. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa kweli mengi yamezungumzwa. Mchungaji, tunakupa pongezi kubwa sana. Ni kazi ngumu unayoifanya, ni kazi ambayo inahitaji moyo. Tunaendelea kukuombea, Mungu aendelee kukubariki, uendelee kusimama imara katika kufanya kazi yake. Asante. Mbarikiwe mashemasi kwa mwenye neno. Anaenda kumpongeza mchungaji. Katibu wa mashemasi. Ukiona mikeka yote kwenye grupu umehusika ni wewe hapa. Tunamwambia kijana, fanya kazi, una nguvu, tekeleza, sisi umri umeenda. Karibu katibu wa mashemasi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wenye furaha? Simuona ile mikeka kwa ikitembea Basi nilikuwa napita hapa, ila ni kwa neema ya Yesu. Mzee wetu wa idara, chukua mkabidhi mchungaji, atajaza full tank. Wiki nzima ile gari itakuwa full tank kabisa, na kwa wiki nzima itatembea mchungaji.
ya wiki nzima. Mungu akubariki sana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Nitaongea kwa niaba ya mwenyekiti wa kwaya Simoni hapa. Kwa hiyo mimi binafsi ninamshukuru Mungu sana kwa huduma ya mchungaji hapa kanisani. Na hii kwaya inampenda mchungaji kwa namna ambavyo ameendelea kutuhudumia, lakini sana sana pia kusimamia muziki ndani ya kanisa. Binafsi kuna kitu kimoja kama kiongozi, mchungaji kama kiongozi, kuna neno moja nalikumbuka siku moja kwa ujasiri ambao Mungu alimpatia. Nilisikia akisema hivi, mimi ukinipatia kiti najua kukikalia. Bwana atukuzwe sana. Na mimi nilimtukuza Mungu kwa ujasiri wa kufanya kazi ya Mungu kwa namna hiyo. Na labda sasa nimpe kiongozi wa mipango ndani ya kwaya nidhamu aongee machache na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kama mratibu alivyosema, hii kwaya inampenda sana pastor. Na mimi hapa ninasimama kwa niaba ya mhazini wa kwaya, kwa sababu kwaya tunakupenda na sisi tunajaza full tank. Amen. Na sisi tunaomba tupige picha nyuma ya mchungaji na mke wake. Ndani yangu na uhai ndani yangu, ni kwa neema yake tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, sisi wanaume tunapenda kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya huduma ya mchungaji. Mchungaji unafanya kazi nzuri sana na tunakushukuru sana, na tuko bega kwa bega na wewe. Wanaume tuko bega kwa bega, wala hatuna shida. Na tunafanya kazi pamoja. Wanaume sisi huwa tuna jambo moja tu, ni kushika mifukoni. Ndio wajibu wetu, ni kushika mifukoni. Naomba wanaume wote kuanzia mzee wa kwanza wa kanisa, wazee wa kanisa wote, na kila mwanaume aliyeko hapa, tunakuja jamani, tuna kapu letu, sio kapu la Dorcas, ni kapu la wanaume kwa ajili ya mchungaji. Na tunaanza na kila mchungaji, naomba tusimame. Tutakuwa tunakuja, tunafika hapa, alafu tunawashika mikono ya baraka. Amina. Mikono ya baraka. Jamani, wanaume, njoni, hata kama una chochote, njoni mshike mkono mchungaji. Mchungaji sio na wasiwasi, mimi niko hapa, ni mlinzi. Mimi nitalinda hapa. Amina, ubarikiwe. Mchungaji, hata bora zinaingia. Hata bora ubarikiwe sana. Jamani, wanaume mnashika mkono mchungaji na mchungaji. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana Mama Bright kwa kupitia shime. Ubarikiwe sana Mama Bright. Amina. Jamani, wanaume wote, tayari. Basi naomba kama wote tayari, nafunika kapu.
wawili, ni kikao kimoja, jambo limeisha. Bwana awabariki sana. Haya, familia ya mzee Mirabu, mwanze kusogea. Familia ya mzee Mirabu, kapu hilo linahitaji ulinzi wa namna ya kipekee kabisa. Mzee Kanisha, sijui coordination ya ulinzi wa kapu hilo ikoje? Asante sana. Mirabu family, karibuni. Baada ya Mirabu family, familia ya Bright na wenyewe watafuata. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama familia ya Nyirabu tunamshukuru Mungu kwa kipindi chote tulichoishi na mchungaji Mango. Ukweli amekuwa baraka kwetu na amekuwa furaha kwetu. Kwa hiyo tutampa zawadi ndogo tu, sio kwamba tuna zawadi kubwa, lakini tutampatia zawadi kidogo ambayo atatumia yeye pamoja na familia yake. Tunakuomba mchungaji Mango upokee zawadi yetu. Asanteni sana familia ya Bright. Karibu. Baada ya familia ya Bright ni familia ya mzee Mkeni family. Bwana Yesu asifiwe. Niko kwa mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu kwamba Pastor Mango kipindi anahamia Kongowe alikuwa anakaa jirani na kanisa la Sofu, na kipindi hicho mimi nilikuwa mwenyekiti wa kanda, na mchungaji huyu alikuwa bado hajaoa, lakini alikuwa anahudhuria maombi ya wainjilisti wa vitabu. Kwa kweli kwa hilo lilimbariki sana. Sasa nikasema leo na mimi nionyeshe tu kidogo, angalau si kikubwa sana, lakini natambua hivyo. Wakati amekuja kufunga ndoa, mke wake pia alikuwa sio mwinjilisti wa vitabu. Bahati nzuri akawa mwinjilisti wa nini? Wa vitabu. Tukafanya naye kazi na tulibarikiwa na huduma zao. Na nilienda rale ya wainjilisti wa vitabu, mama alikuwa anahubiri, lakini hiyo siku alihubiri mama na baba. Mama mchungaji na mchungaji walihubiri. Nikajua kwamba huyu mchungaji hana wivu. Aliruhusu hata familia yake ihubiri. Sasa kwa hiyo nikaona kwamba ni mchungaji wa pekee, anapaswa kutambuliwa. Anaposema yeye ni wa maombi, ni wa maombi kweli. Na pale katika wainjilisti wa vitabu hamna pepo linasubutu kuja. Sisi tutampatia kazawadi kavocha. Basi tupate picha. Nimeguswa kuongea jambo fulani. Ninamshukuru sana mchungaji huyu. Ni mtu wa kiroho jamani, yani Mungu ambariki. Mimi katika kazi ya Mungu ya Injilisti wa vitabu tulikuwa changamoto mbalimbali. Mungu akawa ameenda kwa wazazi, amekaa muda miaka 4. Lakini mchungaji alipokuja hapa, kwa kweli Mungu mwenyewe anaona. Yani ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji huyu. Ndiye aliyenisaidia kushughulikia swala la familia yangu mpaka mume wangu akarudi huku. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Yani siwezi kueleza, lakini huwa namuombea sana. Yeye mwenyewe hawezi kujua, lakini namshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Mungu atukuzwe.
Karibu. Kidogo, lakini kwa niaba ya familia tunamshukuru mchungaji. Nilianza kumfahamu wakati tunaenda kule Kibaha kwenye uinjilisti. Mimi ni mwinjilisti wa part time. Kwa kweli alinibariki sana na familia yake. Na mama mchungaji tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Lakini pia hapa Mbezi namshukuru sana Mungu, na pia namshukuru mchungaji kwa kweli kwa huduma ya kutembelea. Yaani hiyo nayo nasema kwa kweli namshukuru Mungu sana. Ametenda mambo makuu katika familia yetu. Hapa na zawadi, kwanza zawadi ya familia, lakini pia katika injilisti nina zawadi ya injilisti pia. Kwa hiyo ataamua ataitumia kwa namna gani ya familia. Yeye ana maamuzi na familia yake. Hii bahasha ni ya familia. Amina. Utatumia kwa namna ambavyo Bwana atakuongoza. Hii ya injilisti, jipatie amani moyoni. Unapofanya kazi unachoka, lakini unajipa moyo wa kufanya kazi. Bwana akubariki. Bariki katika kazi yenu ya utumishi pamoja na watoto. Wana wa kike nilijua tayari wako mahali hapa. Jamani, idara ya wana wa kike, njooni tumpongeze mchungaji. Tunatambua huduma yake. Ninasimama hapa mbele kwa ajili ya kiongozi wa idara ya wana wa kike, ametoka, na nipo pia kwa ajili ya niaba ya katibu wa idara ya wana wa kike. Mchungaji, tunatambua sana huduma yako, na kwa niaba ya mama, watoto wote, vijana wote ambao ni wana wa kike, wanaitambua sana huduma yako. Kwa hiyo nao wameona jamani, nyinyi ambao mmekaa huko, au nyinyi wenzetu sio wenzetu? Idara ya wana wa kike ni jinsia ya kike wote kanisa la Mbezi. Sasa wewe ukikaa huko mtabaki na kushangaa sana. Mchungaji nadhani unakaa, alafu kuna wale pale, alafu yule mwanangu mie jamani, ujue idara wanajiondoa, wako vizuri. Kwa hiyo inawezekana kabisa kuna wale ambao hii bahasha haijawapitia. Kapu lipo, tuwasapoti wanaume walioweka hapa. Kwa hiyo kama una chochote hapa, haufungwi kutoa hapa. Kapu linalindwa hili. Kwa hiyo kama kuna mmoja ambaye labda bahasha haijampitia, tunakaribisha muendelee kutoa hapa. Mungu awabariki sana. Tuko vizuri. Jamani, semeni amina huko. Simnawajua wana wa kike wako vizuri. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wanaume na sisi tuno. Sasa hii bahasha, yani mchungaji, sisi tumeona ni vizuri tukupatie vitita ili uende ukafanye unachojua utafanya kitu gani. Mambo mengine naona nyumba imesheheni kila kitu ndani unacho. Mungu awabariki sana. Picha kama kawaida. Mchungaji siku. Mwenyekiti, tumemaliza. Wana wa kike, Mungu awabariki sana. Amen.
waliodondoka kwenye kapu ni wawili tu. Kwa hiyo bado wanaume tuko vizuri, very usitishe. Walioingiza mkono kwenye kapu ni watu wawili tu. Dorcas, familia ya Peter Chua. Familia ya Peter Chua, mzee Chua karibu. Baada ya familia ya mzee Peter Chua wanafuata Dorcas, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Katika siku hii ya kumtambua mchungaji na huduma zake pamoja na mambo mengi ambayo tumefanya pamoja katika kazi za kanisa, lakini ninakumbuka tu wakati fulani tulipokuwa tunaadhimisha miaka 25 ya ndoa, nilimfuata ofisini kwamba akaribie na aendeshe ile program. Wakati huo ndio alikuwa anaenda kusoma Arusha. Akaniambia hilo swala niachie. Na kweli kabla ya kufika jioni akanipa jina la mchungaji Kagia, ambaye ile program ilikwenda vizuri sana na alitubariki sana ile jioni. Kwa hiyo pamoja na mengine tuna zawadi kidogo hapa. Mchungaji, naomba upokee. Chua family, asanteni sana. Dorcas wako wapi? Nipo. Dorcas, sasa Dorcas ni wale ambao tuko kwenye familia tuna ndoa. Tuliolewa, hiyo ndio Dorcas. Karibuni jamani. Dorcas waliojiandikisha, wasiojiandikisha lakini tuko kwenye familia. Dorcas karibuni. Alafu mtashangaa wewe kama una familia alafu umekaa huko na mimi nakushangaa. Yaani tunabaki tunashangaana. Karibuni sana. Mimi ninasimama ni katibu wa Dorcas. Kiongozi wangu amepata dharura na hawa ndio waumini hao unaowaona hawa. Jamani Dorcas, Mungu awabariki sana. Mwanachama yeyote, yaani kama ni mwanachama Dorcas unakaribishwa kuja huku mbele. Mwanachama yeyote. Sasa kwa niaba ya mwenyekiti wa Dorcas, kiongozi wa Dorcas na hao unaowaona hao wote wanachama ambao wameshiriki, mchungaji tunakukabidhi tena hii. Mungu awabariki, tunawatakia safari ndefu ya utumishi. Na Mungu wetu wa mbinguni awabariki sana, mfanye kazi ya Mungu mpaka hapo atakaporudi. Kisha kama kawaida. Wamepata? Au wasogee? Mungu awabariki sana. Nisema kwa Dorcas, tatizo vile maneno mengi sana, alafu vitendo vichache. Haya, Dorcas barikiwe. Anafuata Levison Ladis. Karibu. Baada ya Levison, Dr. Chacha. Upo?
Levison ladies, please, karibu. Levison yeye anasema anamkabidhi pastor zawadi yake moja kwa moja. Picha tafadhali. Dr. Chacha anza kusogea. Baada ya Dr. Chacha ni Mwamini Senzia. Asante sana Mr. Levison, ubarikiwe. Dr. Chacha karibu. Baada ya Dr. Chacha ni Mwamini Senzia. Niwaombe kama unapanga kuondoka usiondoke, kwa sababu mchungaji huwa analiombea kanisa, lakini leo sisi wote tutaizunguka familia ya mchungaji na kuombea. Sasa kwa nini mbaraka huu ukukose? Tafadhali usiondoke. Dr. Chacha karibu. Bwana asifiwe. Inawezekana mchungaji amesahau. Nililala hospitali siku 4. Siku natoka alipigiwa simu sijui. Alikuja mwenyewe sijui. Alikuja akuta nimekaa pale kochi na tafakari sasa hivi ule urithi wangu umekaa vizuri kwa watu hawa nikiwaacha. Ndio mwanzo alikuwa kichwani mwangu. Baadaye kaniambia wewe mzee kaa tu. Akaomba. Mpaka leo niko hapa ni mzee wa kanisa. Bwana asifiwe. Mchungaji nakumbuka lakini hiyo. Kwa hiyo aligusa maisha yangu. Unajua alichofanya nini? Mimi kama imani ilikuwa imepotea. Alichofanya alitoboa dali akanitumbukiza kwa Yesu pale. Kama wale jamaa wale Yesu akafanya kazi yake mpaka leo niko hapa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mchungaji kuna mahindi hapo, kuna mayai. Alafu waliokupa mafuta siku 3 siku 4 yakishaisha kwenye simu nimeshaweka humo. Utachungulia baadaye imeandikwa Nyambona. Nimeweka mafuta kadhaa, kwa hiyo Mungu akubariki. Na familia yangu asante sana. Semina za usia na mirathi. Haya mambo yanazungumzika bwana. Kidogo tu unaanza kufikiria mirathi, uje kwenye semina hapa. Wewe zinatolewa. Haya semaje mzee Kabadi? Uje kwenye semina. Punguza ubishi. Wewe ni Dr. Chacha, Mwamini Senzia. Mwamini imeandikwa sawa sawa? Yesu asifiwe. Zawadi yangu nimeshatoa na wana wa kike, ila kiukweli namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji. Tangu nimefika katika kanisa hili, kwa kweli Mungu anamtumia mchungaji katika huduma zake, nabarikiwa sana. Amina. Kisaka family. Sini ya Kisaka. Kuna Kisaka wawili hapa mbele. Na hii ni Azaria Kisaka. Karibu mzee wangu. Yesu asifiwe. Nimetajwa familia na mimi nasimama peke yangu, sio kwamba niko single, lakini basi ni changamoto tu. Nafikiri mchungaji nimekuambia kwamba tuna changamoto kidogo, lakini tunazidi kukuombea mchungaji. Tumejifunza mengi kutoka kwako na tunakuombea Bwana azidi kukutumia ili tunapobarikiwa naye azidi kukubariki. Mtoto wangu alipoondoka, maana amesafiri, akaniambia usimalize kutoa zawadi, nitakaporudi tutapeleka zawadi wote pamoja. Kwa hiyo kuna hiki kidogo tu aliniambia nitoa tulishe, alafu baadaye tutakuja nyumbani. Amen.
Bwana awabariki sana. Tunaelekea ukingoni na atakayemalizia kwa sasa ni Queen Chawala. Queen Chawala, yes, karibu Queen Chawala. Lakini kabla sijalisahau hili, zoezi la kutambua huduma ya mchungaji halina sheria kwamba tukiondoka hapa basi imeisha, milango imefungwa. Unaweza kufanya chochote mara baada ya hapa. Unaweza kwenda nyumbani kwa mchungaji mara baada ya leo. Unaweza kufanya muamala kwa mchungaji mara baada ya leo. Huzuiwi na sio kosa. Kwa hiyo moyo wako usisononeke kama kwa namna moja ama nyingine hujamtambua mchungaji leo. Bado mlango uko wazi. Nyumbani kwa mchungaji ni malango yetu sisi sote na tunakaribishwa. Kwa hiyo unaendelea kukaribishwa hata mara baada hapa kumtambua mchungaji kwa namna ambayo wewe utaona ndio nimeguswa sasa. Sasa ninataka kumtambua, tafadhali fanya hivyo. Queen Chawala, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaongea, namshukuru Mungu. Nabarikiwa sana na familia hii ya mchungaji. Ani nilikuwa najiona kama nisifahamiki. Mchungaji, nashukuru sana. Unanilea vyema sana. Unanipigia simu na kunishauri na kujibu maswali yangu yote nayouliza. Asante sana. Asante dada. Nakushukuru sana. Sina mengi ya kusema. Wengi wamesema mengi. Mbarikiwe sana. Haya, picha tayari? Picha tayari? Haya, kaeni pose na picha. Asante sana. Huyu anaitwa Queen Chawala na siku ya kumtambua mchungaji wa mwakani atakuwa na Mrs. Mwaka huu amepiga yeye mwenyewe. Mwakani na Mrs. Mnasemaje? Haya si ndio mambo tunayotaka sasa jamani. Jamani, Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Asanteni kwa program ya leo. Imekuwa ya kipekee sana. Na sijui kuna mtu anasema kuna neno nikiondoka nalo sitapata usingizi. Angalau nilisema kwa ajili ya mchungaji wetu. Hapo dada Monica. Karibu. Baada ya dada kuna Dr. Maduhu Mshangi. Basi Dr. tembea, njoo hapa mbele. Wakati dada Monica anaongea na daktari anakuja, akimaliza Dr. Maduhu nitaeleza kinachofuata na programu yetu tutakuwa tunaelekea ukingoni. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na ule mchezo wangu nahitaji mibaraka. Wamemaliza kutoa. Sasa kuna vitu hapo wanaenda kuviangalia. Wakiwa wanavikagua huko jikoni kuna nukia. Namwandalia tete aliyenona. Barikiwe mama, barikiwe. Nilipenda kuongea kidogo kuhusu mchungaji, maana kile jambo nimekaa nalo muda mrefu. Ilikuwa ni mwaka 2024. Mchungaji alitoa wito hapa, akasema sana tuje hapa kuombewa. Mwishoni akasema hata kama una shida yoyote, inawezekana kuna mambo yaliyojificha ambayo wewe ufanye nini? Huyajui. Mimi nikaguswa kwamba ni kweli. Inawezekana kuna mambo ambayo mimi siyajui. Nikasogea nikaja. Natoka hapo sijawahi kusikia mchungaji akisisitiza sana hilo. Nafikiri ilikuwa ni wito kwangu. Wakati nimehamia hapo Mbezi, nilinunua kiwanja muda mrefu kutoka 92. Nikaona ni pori sikujenga. Nikaenda kuishi Mabibo. Baada ya muda miaka kama nimehamia hapo 2021. Nimehamia hapo mwaka 2021. Nilikuwa nimeachia majirani zangu wao wakawa wanalima. Nilipohamia pale walikuwa watu kama 4. 3 wote wakanirudishia pasipo, wakawa wanalalamika kwamba huu mpaka inabidi tuendelee niwaachie. Walienda wakasema kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa kwamba hapa tunaomba mpaka ili wajiongezee sehemu.
kwa sababu hawakujua sheria kwamba unapotaka mpaka kati ya jirani na jirani inabidi mkubaliane mita kadhaa, kama ni 3 kwa 3, lakini ile sio barabara kubwa. Kwa hiyo kawalia hela yao kama imeisha hivyo. Tulipotaka kupanda miti wakasema hapo ni barabara. Tukasema barabara ina gani? Hakuna barabara ambayo inakuwa kati ya jirani na jirani pasipo kwa makubaliano. Wao kujua hiyo sheria ndio kuambia kwamba inabidi tukubaliane huku uache mita 3 au mita 4 huku na huku. Wale wengine wakawa bado hawakubali. Lakini mmoja akaonekana kwamba amekubali. Kumbe alikubali, lakini ndani ya moyo wake yeye ndiye alikuwa mkorofi zaidi. Baada ya mchungaji kuomba hapa siku ya Sabato, ilipofika Jumatatu yeye ndo akalipuka. Akaanza kutukana na kupiga kelele. Ndio nikakumbuka kumbe yeye ndo aliyojificha. Akaja mwenyekiti wa serikali za mitaa akasema ni kweli nilikula ile hela, lakini si kweli kwamba sehemu hii ni ya huyu, hii familia ya huku. Kwa mchungaji, hili jambo nimekaa nalo muda mrefu, na kuna siku nilimwambia hata mzee wa kanisa nipe namba yako, nikawa nimepiga kama mara 2. Nikasema siku mchungaji akiyama hili jambo litanisumbua sana. Hakika kuna yaliyojificha ambayo tuyajui. Lakini mchungaji mimi nilikaa muda mrefu pale anatoa wito nimekaa, lakini aliposema yaliyojificha huyajui, mchungaji, ni kweli. Amani imepatikana na kanao kwa furaha na kushukuru sana. Mungu akubariki katika utumishi wako. Mimi nilistaafu 2012. Sasa hivi nakaa, mimi ni mkulima na ningeleta zawadi yangu lakini haijakomaa. Atapata mkungu mmoja wa mzuzu na maembe ameweka vizuri, maembe yale makubwa na miti 3. Yatakapokuwa yamekomaa nitamletea. Asante sana. Asante sana. Basi mzee Gombe atakuwa wa mwisho, alafu tutafunga. Mzee Gombe, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Nina machache tu kwa ajili ya mchungaji Pastor Mongo. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi ya ajabu na namna ambavyo anaendelea kumtumia, na ningetamani nizungumze haya kwa kile ambacho nimefanya naye kazi kwa muda ambao tumefanya naye kazi ya huduma hii, lakini nimekuja kugundua kitu ambacho kiko ndani yake na Mungu amekuwa akikifanya wakati nilipokuwa nikifanya naye kazi. Ni wakati anapoitwa kwenda sehemu kwa ajili ya huduma, nikaona kalama ambayo sio utani na sio kwamba imejificha, bali inaonekana karama ya uponyaji. Mungu akubariki sana katika hilo. Ninatamani kuzungumza tu, ninaomba kwa neema ya Yesu endelee kunyenyekea. Naamini kalama hiyo itatumika kwa wengi, na wengi wakatoa ushuhuda na wanapenda sana, na natumaini niliwahi kumwambia pastor kwamba kuna watu walinifuata wakaniambia, mzee, tunapenda wito wa maombi ya mchungaji Mongo, kwa kuwa anavyoomba tunafunguliwa. Kwa hiyo ninaendelea kumtia moyo pastor wangu. Mungu akubariki kwa kazi njema, na Mungu aendelee kukukuza kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Asante. Asante mzee Gombe, Bwana akubariki. Sasa nitamkaribisha mchungaji. Mchungaji atazungumza nasi kwa huduma ya leo. Atakapomaliza mchungaji, tutasimama, tutaimba wimbo namba 43, furaha gani. Maana Biblia inatuambia furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Tutaimba wimbo namba 43, furaha gani. Hii ni mara baada ya mchungaji kuzungumza. Tukimaliza kuimba huo wimbo wote tukiwa tumesimama, tutakuja hapa mbele kuizunguka familia ya mchungaji. Tutaombewa na watu kadhaa ambao nitawataja muda huo utakapofika. Bwana awabariki sana. Pastor, karibu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani nina furaha. Leo mmenifanyia surprise. Kama tu mmejitahidi sana kufanya vizuri, na it is a real surprise. Binafsi nimejisikia vizuri na nimefurahi sana. Na najua mke wangu amefurahi na watoto tumefurahi. Hii ni kama refueling
Eldezobel. Ni kama kutiwa moyo tena. Mbarikiwe sana. Nimefurahi na ninawashukuru sana. Ninawashukuru sana. Kwanza kwa program, mzee wa kanisa, kiongozi na wazee wako, wazee wenzako, ninashukuru. Unajua aliniambia tu kwamba pastor, kuna jambo tunalifanya, tutakujulisha. Na wazee nikienda pale kwenye vikao wasema, pastor, hebu uende pale ofisini kwanza, tutakuita. Wanayajenga vizuri. Ile jambo limekuwa vizuri. Na mimi ninawashukuru wazee wa kanisa. Maana kama ninyi mngesema lisiwe, lisingekuwa. Hata kama washiriki wangekuwa wanawazawaza. Kwa hiyo mimi ninawashukuru na Bwana wabariki sana. Ili jambo limekuwa zuri la viwango vya juu. Mbarikiwe sana. Na mmefanya, hata mke wa mwenyekiti ameona, unajua anasema kijana wangu hapa anafanya vizuri, Bwana atukuzwe. Na mkurugenzi yule. Kwa hiyo mimi nimetiwa moyo na nimefurahi. Nimeshukuru kila idara. Nimeshukuru mashemasi, mbarikiwe. Shemasi mkuu na watu wako. Idara ya wanawake mbarikiwe. Idara ya shule idara ya Amo mbarikiwe. Idara ya Dorcas mbarikiwe. Idara kwaya mbarikiwe, na familia zote mlizonigusa, na wote, kila mtu aliyefanya, aliyesema, aliyeomba, aliyeko hapa, wote mmeshiriki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo binafsi nimewashukuru, na kanisa lote kwa ujumla. Wote, wengine wameniandikia message, wengine wametuma token, wengine hata hawapo hapa, lakini tumeshirikiana vizuri. Na nilikuwa natamani kama inawezekana, mzee wa kanisa unayesimamia mawasiliano, niwe na hata dakika 2 za kurekodi. Mnirekodi nitoe maneno ya shukurani kwa kanisa, kwa sababu wengine wamefanya na hawapo, na kwa sababu ya ratiba ya leo wengine hawakuweza. Lakini kwa kweli mmenitia moyo na mmetutia moyo na familia, na hili jambo ni zuri. Na mimi kama mwanadamu najua kuna sehemu ambayo unaweza kukuta katika kunena, katika kufanya chochote, ninaweza kuwa nimekwaza mtu mmoja au baadhi. Jamani munisamehe. Mimi kwa kweli washiriki wangu ninawaombea mema. Ninatamani mafanikio yenu kiuchumi. Ninatamani mafanikio yenu kiroho. Nikisikia changamoto moyo wangu unainama kabisa. Bwana wabariki sana. Barikiwe. Sina, yani naweza nikasema na kusema, lakini mwisho Bwana awabariki. Na nimeshukuru. Napenda sana pia kuona watu wanafanya vizuri. Nimeshukuru mambo mengi yaliyofanyika hapa, ile watu wanavyofanya vizuri kama alivyoniuliza mzee. Nimeshukuru, na Bwana wabariki. Kwa miaka hii au kwa muda ambao Bwana ataruhusu tuwe pamoja, endeleeni kuniombea nifanye vizuri, niwahudumie vizuri zaidi. Kwa hayo machache, Bwana wabariki sana. Sasa tumpatie mke wangu aongee hata dakika 1. Karibu sana mamaji, karibu. Utoe neno moja la kushukuru. Naweza kufika kule kwenye gari asema, wewe si umeninyima maiki bwana, uongea wewe. Natoa kesi. Karibu ongea kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Yameongelewa yote. Bwana wabariki. Kila mmoja katika nafasi yake, katika kutuombea katika jambo lolote lile. Tuko hapa na tuko kwa ajili ya kuhudumiana. Bwana wabariki sana. Ninyi ndio mnatutia nguvu katika kufanya kazi ya utumishi. Tunapokuwa tunapewa maagizo, pastor anapokuwa anapewa maelekezo katika kufanya katika ngozi na uongozi wa juu, nanyi mnapokuwa mna respond, tunafanya kazi ya Bwana. Kwa hiyo sisi sote tumehusika katika kutumika. Bwana wabariki sana, na tumefurahi kama familia, na mlipotoa mbarikiwe mkaongezewe. Amen. Inakuwa vizuri. Hakuna kesi hapo. Mimi mbarikiwe.